letu ambalo ni ondoka ulikokaa ukatazama. Wiki ile iliyopita tuliangalia kipengele kipya cha kuona zile hatua ambazo zinazofuata baada ya zile hatua tano, ama kuona ile hatua inayofuata baada ya zile hatua tano ambazo tulizipita, tukaona namna gani tunatakiwa kuwa, nini kifanyike. Tukaona kwamba kushindwa kwangu kupatana na Roho Mtakatifu ni dalili ya kuonyesha nafsi yangu, mwili wangu na roho yangu vimegawanyika. Kwa sababu Roho Mtakatifu hakai kwenye mwili, anakaa kwa mtu aliye kamilifu. Yaani mwili, nafsi na roho vikiwa vimekamilika katika namna ile ya uumbaji wake Mungu. Na kamilika kwake kwa namna ile ya uumbaji ndiyo inayotoa nafasi kwake Roho Mtakatifu kuniongoza ama kufanya kazi yake ndani yangu, ama inanipa mimi pia kuchukua nafasi ya kuangalia, kujikagua na kuangalia mwendo wangu jinsi ulivyo ama unavyotakiwa kuwa. Kwa hiyo tukaona aina fulani ya maisha ambayo sisi tumeyaona, ama aina fulani ya tabia na mambo ambayo tunakuwa tunaishi nayo tukiyafanya kwenye maisha yetu yanaonyesha sura ya udanganyifu ndani yetu. Kwa maana inaonyesha ni namna gani ambavyo watu watatu hawajapatana, na tunajaribu kuonyesha kwamba wamepatana kwa sura ya nje. Kwa hiyo tunaishi maisha ya udanganyifu kwa sababu nafsi, mwili na roho zinakuwa hazijapatana, ziko katika mwendo mmoja ama mwelekeo mmoja. Na kwa namna hiyo sasa tunazuia hayo maisha ya udanganyifu, tunazuia utendaji wa Roho Mtakatifu kufanya kazi ndani yangu. Na tuliona pia kwamba ni jinsi gani ambavyo shetani huwa anadanganya nafsi kwanza. Anashughulika na nafsi yangu ili ahakikishe kwamba ametenganisha mwili na roho. Kushughulika na nafsi ili niweze kuishi kwenye udanganyifu. Kwa hiyo anapotenganisha sasa mwili na roho, maisha yangu yanaingia kwenye udanganyifu. Na hayo maisha yanapoingia kwenye udanganyifu ni kwa sababu nafsi yangu imedanganywa na ikadanganyika. Kwa hiyo mimi nikawa yeye yule ambaye siye, nikifikiri mimi ndiye huyo, alafu nikaishi maisha ambayo yanabeba uongo, kwa sababu hayasemi kweli, kwa sababu hayajaanzia ndani. Kwa hiyo nabeba muonekano wa nje uliobeba aina fulani ya maisha ambayo sio, huyo sio mimi. Kwa hiyo kwa sababu huyo sio mimi, kwa hiyo mimi nakuwa mdanganyifu. Na kwa sababu hiyo sasa ndio roho ya udanganyifu kwa ajili ya kupeleka ule udanganyifu nje inaanza kutenda kazi ndani yangu. Na inapotenda kazi ndani yangu inaniwekea aina fulani sasa ya uongo unaoonekana kwa nje. Na uongo huo unapoonekana kwa nje, kwa sababu utatembea kwenye kinywa, utatembea kwenye matendo yangu na kadhalika na kadhalika. Sasa huyo ni mtu ambaye kule ndani kulishaharibika. Na kwa sababu kulishaharibika, Roho Mtakatifu anakuwa hana nafasi tena katika kufanya chochote kule, kwa sababu nimegawanyika, kule ndani kumegawanyika. So aina hiyo ya maisha inatengeneza hali ambayo ni mbaya, na inanitaka mimi sasa kuingia kwenye hatua ya kutafakari. Tukasema kwamba sisi tuliookoka ni wepesi wa kutubu, lakini sio wepesi wa kuungama. Hatujui maungamo. Na hiyo ni dalili ya kwamba maungamo, actually niseme maungamo ndio hurudisha nafsi kwenye nafasi yake. Kwa sababu maungamo hayafanyiki ila mtu amejitambua. Maungamo ndio hurudisha mtu kwenye nafasi yake, sababu maungamo hayafanyiki ila mtu awe amejitambua.
Kwa hiyo mtu anapokuwa amejitambua, ndipo anajiona alivyo. Anapojiona sasa, ndio anauona ule udanganyifu wa shetani juu ya maisha yake. Kwa hiyo anajiona, mimi siye yule niliyekusudiwa, mimi siye yule niliyetakiwa kuwa, mbona mimi sio huyo? Kwa hiyo pale, katika kufahamu kwamba mimi sio huyu, ndio atatafuta kujua kwa nini mimi siye huyo. Katika kutafuta mimi siye huyu, ndio sasa unaingia kwenye hatua ya kutafakari. Lakini hatua za kukimbilia toba zinakuwa ni jambo ambalo linafanyika tu, alafu linapita na mtu anabaki pale pale, kwa sababu nafsi inabakia pale pale kwenye udanganyifu na inaendelea kuishi kwenye udanganyifu. Lakini inapoendelea kuishi kwenye udanganyifu, inazuia sasa, inasimama kama kizuizi kwenye mlango wa Roho Mtakatifu ama Bwana kuingilia ili aweze kufanya kitu ndani ya mtu huyu katika yale ambayo yalikuwa yamekusudiwa kwa ajili yake. So ndio pale unakuta kwamba ni mtu aliyeokoka lakini anaishi kwenye kilio. Hii ilikuwa wakati ule wa Samueli. Hata lile sanduku la agano lilipokuwa limepelekwa kwa binadamu, baada ya kuzururia huko likafanya maasi huko Ashdodi, kule Gathi, kule kote, lilipokuja kufikishwa kwa binadamu walijua kwamba litakaa na kila kitu kitakuwa salama. Lakini lilipofikishwa pale hakukuwa salama, kwa sababu kile ambacho kilikuwa kinafanyika pale kilikuwa hakiko sawa, yani katika eneo hilo. Na katika eneo hilo sasa tunaona Israeli waliomboleza kwa muda wa miaka 20. Sanduku limekaa hapo, wokovu mtu anao miaka na miaka, lakini analia kwenye maisha yake, analia kwenye wokovu, analia kwenye kila kitu, yeye analia. Analia kwa sababu gani? Analia kwa sababu kuna mgawanyiko, na ule mgawanyiko sasa, nafsi imefunga mlango. Nafsi inafunguliwa wakati maungamo yamefanyika. Ikirudi tu kukaa kwenye nafasi yake, system inakaa vizuri. Sasa nafsi inapokuwa haijarejea kwenye nafasi yake, system inakaa vibaya. Na system inapokaa vibaya, haitajalisha watu wanaliona sanduku la agano kwamba watu wanaona wokovu. Haitajalisha kwamba watu wanasikia mimi natamka wokovu. Hiyo haitajalisha, kwa sababu matokeo ya wokovu hayataonekana. Ndio ambacho kilifanyika kwa hapo, ambapo matokeo ya sanduku la agano kuwepo kwenye nyumba ya binadamu hayakuonekana, kwa sababu Israeli waliendelea kulia, maisha yao yalibeba maombolezo. Anasema katika Samueli wa kwanza sura ya 7, Samueli wa kwanza sura ya 7, nitasoma sura ya 6 mstari wa 19. Anasema basi Bwana aliwapiga baadhi ya watu wa Beth-Shemeshi kwa sababu wamechungulia ndani ya hilo sanduku la Bwana, wapata watu 70, na watu 50,000 nao watu wakalalamika, kwa kuwa Bwana amewapiga watu kwa uuaji mkuu. Nao watu wa Beth-Shemeshi wakasema, ni nani awezaye kusimama mbele za Bwana huyu Mungu mtakatifu? Naye atapanda kwenda kwa nani kutoka kwetu? Nao wakatuma wajumbe waende kwa wenyeji wa Kiriath-Yearimu kusema, Wafilisti wamelirudisha sanduku la Bwana, basi shukeni mkalichukue kwenu. Unaangalia hii sura inayojionyesha hapa, unaiona hofu na kutetemeka kwa watu ambao walikuwa wanaishi maisha yao, wale wenye dhambi wanaishi maisha yao. Kosa tu ni sanduku lilichukuliwa likapelekwa kule Ashdodi. Sasa ndio likaanza kutembea, linahamishwa kwa sababu hakuna aliyeweza kuishi na Mungu huyu. Kila mahali lilipita, hakuna walioweza. Hawa nao wengine wanabeba sanduku,
Wanasema hebu tuchungulie huyu Mungu, kwa nini sanduku huyu Mungu yukoje? Wanachungulia watu 70 kama wanakufa. Kuchungulia tu. Hawajatenda dhambi. Alafu leo tuna watu wameokoka wanatenda dhambi. Wakiwa na maisha ya wokovu. Ni maisha ya udanganyifu. Kwa hiyo hawa walitaka kumjua huyo Mungu. Huyu Mungu ndio mwisho wakasema, jamani, nani anayeweza kusimama mbele za Mungu? Njooni mumchukue, sisi hatuna haja naye. Kwa sababu maisha yetu tunaona kama vile watu wanakufa, tunafanya hivi sasa. Hii nini? Kwa nini walikuwa wanasema vile? Kwa sababu hawajui namna ya kuishi na Mungu huyu. Na ile ilikuwa ni halali yao, kwa sababu wale walikuwa sio taifa la Mungu. Na kwa sababu sio taifa la Mungu, hawajui huyu Mungu anabebwaje, anatunzwaje, anafanya nini. Kwa hiyo hatuwezi sisi, chukueni pelekeni mnaoweza kukaa naye, mwende mkakaa naye. Sasa ndio wakampeleka kwa nyumba ya mtumishi. Amebebwa, amepelekwa kule. Ndio kusoma hiyo sura ya 7 sasa unaona. Anasema na hapo watu wa Kiriath-Yearim wakaja, wakalichukua sanduku la Bwana, wakalileta ndani ya nyumba ya Abinadabu huko kilimani, nao wakamtenga Eleazari mwanae ili alilinde sanduku la Bwana. Ikawa tangu siku hii ambayo sanduku lilikaa Kiriath-Yearim, wakati ulikuwa mwingi, kwa maana ulikuwa miaka 20, na nyumba yote ya Israeli wakamwombolezea Bwana. Basi Samueli akawaambia nyumba yote ya Israeli, akasema, ikiwa mnamrudia Bwana kwa mioyo yenu yote, basi iondoleeni mbali miungu migeni, nayo Maashtoroti yatoke kwenu, mkamtengenezee Bwana mioyo yenu. Mkamtengenezea Bwana mioyo yenu, mkamtumikie yeye peke yake, naye atawaokoa katika mikono ya Wafilisti. Ndipo wana wa Israeli wakayaondoa Mabaali na Maashtoroti, wakamtumikia Bwana peke yake. Kwa hiyo tunaona hapa kwamba hawa ni Israeli. Tunajifunza kwamba walikuwa na Maashtoroti, walikuwa na vitu ndani yao. Kwa maana yake ni kwamba hakuna jinsi Mungu angeweza kukaa nao akafanya kile ambacho angefanya kwa watoto wake. Pamoja na kwamba walitambulika kwamba hawa ni jamii, ni watoto wa Mungu. Lakini haikumpa Mungu kufanya chochote, pamoja na kwamba alikuwa katikati yao. Sasa hapa tunatakiwa kujifunza na kuweza kuona kwamba sisi kama kanisa hatupashi kuishi maisha ya udanganyifu. Udanganyifu usiende mbali kwenda kuangalia ulimdanganya nani. Rudi ndani yako. Kwamba maisha ya udanganyifu ambayo mimi naweza kumdanganya nao mtu yanaanzia ndani yangu. Na kama yanaanzia ndani yangu, yameanza na mimi. Kwa maana yake kwangu mimi kumeshabomolewa. Halmashauri, ufalme unaokaa ndani yangu ulishasambaratishwa. Nafsi iko huko, mwili uko huko, na roho iko kule. Kwa maana hiyo sasa, chochote ambacho kinahitajika katika maisha yangu kutokana na Mungu hakiwezi kusimama. Haiwezekani akiwezi kusimama. Sasa hao walikuwa na kuhani. Na huyu kuhani ambaye alikuwa ni Samueli alikuwa ni mwamuzi wao wa taifa hilo la mwisho. Hao ndio waliweka, kwa sura ya leo tunasema walikuwa ni wachungaji. Baada ya Mungu kushindwa kutembea na taifa la Israeli, kwa sababu yeye ndiye alikuwa analichunga lile taifa mwenyewe. Alipolitoa Misri, alitembea nao kwa nguzo ya moto na kwa wingu. Kwa hiyo taifa lile lilikuwa kwenye mikono yake, lakini imefika mahali taifa lile lilishindikana kukaa kwenye mikono yake. Tunafahamu ndio Mungu akawaingiza kwenye mikono ya nani wale? Mungu na wamenitoka tena. Wale ambao waliwatesa na Mungu ndio akawaweka waamuzi wa Midiani. Ndio Mungu akawawekea waamuzi. Sasa wale waliowekwa walikuwa ndio wachungaji, wanawachunga. Kwamba ndio wanawasaidia, wanawafundisha, wanawaelekeza nini waweze kufanya. Lakini mpaka tunafika hapa kwa Samueli, wameshapita waamuzi wengi. Waamuzi walishapita wengi, kina Samsoni wengi mpaka wanakuja kufika hapa. Lakini tunaangalia bado Samueli anasema na wao kuhusu kutoa Maashtoroti ndani ya mioyo yao. Kuonyesha kwamba kulikuwa kuna aina fulani ya maisha ambayo walikuwa wanaishi na ilikuwa imekithiri ndani yao. Na ndio tunaona kwamba walipoenda kupigana mpaka ili sanduku likachukuliwa na wale waadui, ni kwamba walipoenda kupigana na Wafilisti, walipoinuka kutaka kupigana na wao, walipigwa.
Sasa katika kutafuta kwa nini tumepita? Kwa nini niko hivi? Kwa nini mashambulizi ya shetani yanafika? Kwa nini leo hiki, kesho hiki, kesho kile? Kwa nini magonjwa hayatoki nyumbani kwangu? Kwa nini shida na taabu haziishi? Kwa nini nafukuzwa kazi kila ninapopata kazi? Kwa nini anaenda kutafuta kazi sipati? Kwa nini nikipata pesa hazikai? Yaani maswali ambayo walikuwa wanajiuliza wao. Lakini katika maswali yao wakasema yamkini labda sababu sanduku la agano liko Shilo. Lakini Shilo ilikuwa ndio makao yake, maana Samuel alikuwa anakaa. Na pale ndio kwa sanduku linakaa. Kwa hiyo anasema kwamba labda niende kwa mchungaji. Ndio sasa tunasema Samuel alikuwa sanduku linakaa Shilo. Kwa hiyo sema labda kwa sababu sanduku liko Shilo na sisi tuko huko mbali, tukalileta sanduku la agano. Twende kwa mchungaji, twende kwa mtumishi, akaombe na sisi. Unakuja kwa mtumishi, mtumishi naomba useme neno tu. Najua ukisema neno na Mungu ataniona. Udanganyifu ulioko ndani ya nafsi yangu hauwezi kufanya Mungu akafanya kitu kwa sababu mtumishi amesema neno. Ina maana tunatakiwa kurudi ndani na kuangalia kule ndani kwangu kuna nini. Kama ndani kwangu kuna udanganyifu, ule udanganyifu ndio adui yangu mkubwa. Ambaye ni adui. Sasa yeye udanganyifu amekuwa adui yangu kwa sababu ni pando limepandwa na shetani ndani yangu. Sasa yule ndio sasa anasababisha kwamba maisha yangu yawe kama yalivyo. Alisababisha Hawa maisha yao yawe ya kuomboleza. Wanalia wao, ni kazi yao ni kulia tu. Samuel akasema nao hawasikii. Samuel akasema nao hawasikii. Walipoletewa sanduku la agano wakasema afadhali. Sanduku limekuja afadhali. Sasa hivi tuna ibada kila siku jioni ya maombi. Na maombi haya tutakuwa tunalala salama. Unashangaa mapepo yanakujia usiku. Kila kitu ambacho unachojaribu kufanya unaona kwamba hamna majibu katika haya. Hii ndio hali ambayo walikuwa nayo hawa watu ambao walikuwa ni taifa la Mungu, kwa sababu nafsi zilikuwa zinaishi kwenye udanganyifu. Na zile nafsi kuishi kwenye udanganyifu zilisimama, udanganyifu ule ulisimama kama uharibifu kwenye maisha yao. Lakini Samuel akamwambia fanyeni hivi na hivi na hivi, ili ndipo sasa maisha yenu yaweze kuwa sawa. Basi ndio Samueli akawasaidia, waliomba wakamlilia Mungu. Samueli alimlilia Mungu baada ya hao kuamua kuondoa, kwamba waliondoa kile ambacho kilikuwa kizuizi katika maisha yao. Kwa maana yake tabia, mambo hayo tunayosema yanayokaaga ndani, walifanya maamuzi wakayaondoa. Na Samueli akamlilia Mungu na Mungu akaweza kuwasikia na akatengeneza mazingira yao ya maisha yao yakawa mazuri kwa wakati huu. Ndipo sanduku likatoka, likaondolewa. Sasa muda wa kuondoka umefika. Sanduku linapelekwa kwa Daudi. Daudi ndio alikuwa sanduku linapelekwa nyumbani kwake. Wanabeba sanduku, haya wasindikizaji, haya watoto wa binadamu, bebeni watoto wa madhabahuni, pelekeni. Wanafika njiani, ng'ombe anakungua, wanajaribu wanakufa. Daudi kule ndio akatafakari akasema kwamba haya ni mambo gani? Ile sanduku naomba lisije kwangu. Daudi hakuruhusu sanduku lifike lifanye uharibifu kwake. Alikitafuta baada ya kusikia kwa wengine. Si ninasema kwamba ukiona mwenzako ananyolewa eti kichwa chako maji, wewe anza kutia kichwa chako maji. Na mimi nawaambia mkiona wenzenu wananyolewa, weka kichwa maji, kwamba ujue wewe uanze kutafuta namna gani unaondokana na uharibifu kabla ya kufika. Kwa sababu siku zote katika kusema, nikisema kuna watu walikuwa wanakaa wanafikiri ni mzaa. Lakini huo sio mzaa, huo ni uhalisia wa kimaisha ambao sisi ambao tumeokoka lazima tutambue hilo, ili mimi niweze kuchunga saiti yangu na maisha yangu na kuweza kuona kwamba, kwa sababu tunapozungumza habari za wokovu ni maisha yangu binafsi. Tunaposema habari za kuingia kwenye kutafakari, ni mimi na tafakari, sio mtu mwingine. Na hakuna mtu anaweza katafakari kwa niaba yangu, kwa sababu mimi, unajua, mimi najifahamu kuliko mtu mwingine yoyote anayenifahamu. Kwa sababu kuna mambo ambayo yanayokaaga ndani yangu ya sirini. Haya ndiyo ya sirini, hakuna mtu anayajua. Mungu anayajua, lakini hakuna mtu anayajua. Sasa kwa nini yakae sirini alafu nisubiri Mungu aje akayafunue, kuyaweka wazi? Kwa nini sianze kuweka tu hayo maji kichwani?
ili nianze kuyatengeneza mazingira yakae vizuri, ili maisha yangu yaweze kufikia ile hatua. Daudi ndio alichofanya sasa. Aliposikia kule kuna watu wamekufa, kwanza amesikia kule wamekufa watu 70 walichungulia sanduku. Huko kwingine watu wanaomboleza miaka 20. Unajua sio miaka 20 umri wa mtu. Miaka 20 umri wa mtu, mtu anaoa na miaka 20. Tangu mtu anazaliwa mpaka anaoa watu wanalia tu. Hayo, huyo ndio baba yako sasa. Wewe unazaliwa, baba yako analia. Mpaka unafika miaka 20 babako analia tu. Kuna maisha hapo kwako? Hakuna maisha. Kwa maana katika yale ambaye alikuwa anataka mtoto wangu afikie, amekwama, hawezi. Nimezaa mtoto, nimetaka aende shule lakini nimekwama. Nimetamani nimpeleke kufundisha fundi seremala, nimeshindwa. Miaka 20 mpaka mtoto amekuwa mkubwa. Unamwona mtoto anazagaa mtaani lakini huna uwezo wa kumsaidia. Huo ni umri wa mtu. Mpaka anafika miaka 20. Wewe umedhoofika, unaishi, unaenda. Kwa hiyo mtu amefika miaka 20 hajui maisha yake na hatima yake ikoje. Huo ni umri wa mtu. Sasa hii ni miaka 20 ambayo sanduku lilikaa mahali na watu wakisikia historia ya maombolezo. Tunakuja tunapoliwekea kanisa mtazamo huu. Tunaona kanisa limekaa katika kuomboleza kwa miaka mingi. Lakini je, ni kweli kanisa halijui kwa nini linaomboleza? Si kweli. Kwa sababu tangu mtu alipookoka alitambua dhambi. Alijua kwamba mimi ni mwenye dhambi, ndio maana nikaokoka. Kwa sababu kwani mimi niliokoka nilitambua nini nikaokoka? Nilitambua mimi mwenye dhambi ndio nikaokoka. Sasa tunapokuja ndani ya wokovu alafu tunabaki na stories za kule kabla sijaokoka, ndio tunazizungumza huko ndani kama ndio sehemu ya maisha yetu. Kuna mahali tuna matatizo. Kuna mahali ambapo kuna kitu hakiko sawa sawa ndani. Tumepoteza kutafakari. Hata tuweze kuona nafsi yangu iko wapi. Kwamba nafsi yangu imeibiwa. Mimi nafsi yangu iliibiwa, nikaishi kwenye dhambi. Nikatambua nilipohubiriwa. Sasa uone kitu cha ajabu. Kabla sijaokoka, kitu gani kilifanya mimi nikatambua kwamba mimi ni mwenye dhambi? Na wakati huo nafsi ilikuwa imeibiwa, nafsi iko imetenganisha mwili na roho. Kwa hiyo mimi ukiniambia mambo ya kanisa nilosielewa, kwanza mimi nilikuwa mpagani, kanisani siendi. Nasema tu mimi ni Mkristo, naitwa Helena, lakini kanisani siendi. Chochote kinachomhusu Mungu nilikuwa sielewi, kwa sababu nafsi yangu ilikuwa imetenganisha. Kwa hiyo mwili ukawa hauna uwezo wa kutimiza kile ambacho roho kinahitaji kufanya. Na kwa maana hiyo roho ikabaki katika upweke, ukiwa, unyonge na kusinyaa. Kule kusinyaa kwangu, ukusinyaa kwa roho, kukasababisha nafsi ikawa inakaa, shetani amekaa kwenye hiyo nafsi, kwenye akili, kwenye mawazo, kwenye moyo. Kiburi kimesimama kule ndani. Ndio maana tunasema kiburi huwa hakionekani kwa sababu chakaa ndani ya nafsi. Kimesimama kule ndani, mwili hauwezi kutekeleza. Sasa ni kitu gani kilifanya mimi mpaka nikajielewa kwamba mimi nina dhambi kipindi hicho ambacho sijaokoka? Hata ndipo nilipotambua na kukubali, nikaongozwa sala ya toba. Manake kulikuwa na kutafakari. Kuna nilikaa hata kama ni sekunde 5. Wakati mhubiri anahubiri, labda ni kwenye mkutano mathalan. Mhubiri anahubiri, anapopiga kelele pale, anayasema maisha yangu. Anapoyasema maisha yangu, mimi katika ufahamu wangu na akili yangu naanza kutembea huko anaposema yeye, lakini natembea kwenye maisha yangu. Naona huyu ananisema nini? Asema wewe unayelala lodging kila siku na wanawake, unayebadilisha wanawake kama nguo, siri na nini? Lazima nasema yeye huyu si ndio mimi hapo. Kila siku niko na msana huyu, kesho niko na msana yule, kesho niko na msana yule. Alafu huyu namdanganya, hajui kama niko na yule. Huyu namdanganya ni kama niko yule. Si mimi ndio nasema. Si mimi nasema utakufa siku moja. Unaanza kukiona kifo kwenye maisha yako. Unaona kweli haya maisha sio mazuri. Ili ni tafakari hiyo. Unaanza kuona haya sio maisha mazuri. Unatafakari, mwisho unasema afadhali ni sarende. Kwa hiyo nafikia maamuzi ya kusarende.
Unaambiwa yote utakayoweza kuambiwa. Sasa swali, nikaenda nikaokoka, nikaenda mbele, mwisho wanaita ambaye njoo hapa mbele usalimishe maisha yako kwa Yesu, maana ujue hata ukitoka hapa kama utafika nyumbani unaweza kaishia hapo njiani. Unasema na kweli. Kwa neno hili naweza kaishia njiani. Naenda pale mbele, naenda mbele, naongozwa sala ya toba. Kisha ongozwa sala ya toba, unarudi unasikiliza matangazo yao, unasikiliza maelekezo, moyo umepondeka. Sasa hiyo wewe ni mzuri, sio yule ambaye unarusurura kule mtaani na kupiga makelele na kufanya vitu. Umenyongonyea, umerudi umekuwa mzuri. Unapewa maelekezo kama ni sio ni nini, semina ni nini, unasema sasa unajua hujui mahali pengine. Nilikuwa mpagani mimi, nakaa hapa. Kidogo na naendelea kuishi, mwaka unakatika, niko ndani ya wokovu. Mwaka wa pili unakatika, niko ndani ya wokovu. Narudi kuishi kwenye dhambi. Alafu sasa maisha hayo sasa ya dhambi nao yaishi ni asirini, sasa yanatenganisha nafsi yangu tena. Narudishwa kwenye maisha ya kule mwanzo, narudishwa kwenye hatari ya kule mwanzo, ambapo mimi nakuwa sasa nimepigwa upofu ule niliopigwa kule mwanzo, nikifikiri hayo ndio maisha. Hapa napigwa upofu wa kuto kuiona ile dhambi, kwamba mimi sioni kama ni dhambi. Kwa hiyo naanza kuishi kwenye mchezo wa kumchezea Mungu na maisha yangu. Sasa kitu gani kilinifanya ama kilikuwepo ndani yangu ama kilinifanya mimi nikatafakari wakati ule, nikaenda mbele, nikaokoka, ambacho kipindi hiki sasa mimi naenda kanisani? Sasa mimi sio mpagani tena. Kila Jumapili niko kanisani. Tena mbaya kabisa na kwaya naimba, natumika ndani ya kanisa, lakini nimepoteza uwezo wa kutafakari. Nilitafakari nikiwa kwenye dhambi, nikaingia kwenye wokovu. Niko ndani ya wokovu, sina uwezo wa kutafakari. Sasa ninapopoteza ule uwezo wa kutafakari, Roho Mtakatifu anaondoka na anapoteza makao yake, yani anapoteza ile nafasi ya kuishi ndani yangu. Anapopoteza nafasi ya kuishi ndani yangu, ndipo wanakuja wenyeji ambao niliwakaribisha kupitia maamuzi yangu ya kuishi aina fulani ya maisha. Wakiishi sasa kule ndani, matokeo yake sasa ndio yale ambayo nilitazamia kuyaona kwenye wokovu siwezi kuyaona. Maana nahubiriwa, nasoma, naambiwa, nasikia ya kwamba ukikaa ndani ya Yesu anaweza, Yesu ana mamlaka, anaweza kufanya, hakuna kisichowezekana kwake, yote yanawezekana. Lakini mbona kwangu haiwezekani? Sasa haya ndio maisha ambayo waliishi hawa. Sasa haya maisha ambayo waliishi hawa watu na binadamu mpaka ikafikia hatua hii. Lakini Daudi naye katika aina ya maisha ambayo alikuwa anaishi, hiyo nasema kwamba alianza kutia kichwa chake maji baada ya kusikia zile taarifa za kule, ndipo akaona kwamba ili sanduku lilikuwa linaletwa kwangu. Lakini swali, ameingia kwenye tafakari, nina uwezo wa kulibeba sanduku la Bwana? Nina uwezo wa kulitunza sanduku la Bwana? Akaona siwezi. Alirudi ndani yake, alirudi ndani, akayangalia maisha yake, akaona mimi hapana. Akatoa agizo, akasema naombeni, pelekeni hiyo sanduku kwa nani? Kwa Obed-Edomu. Pelekeni kwengine nipate muda wa kukaa na kutengeneza na Mungu wangu. Sasa hii ndio namna ambavyo sisi tunatakiwa, ambaye tuliokoka, kuyatengeneza maisha yetu katika kutafakari. Na kutafakari lazima kutaniingiza kwenye kuungama. Kwa sababu nitakapokuwa na tafakari, nitakuwa na tafakari maovu, makosa yale ambayo nilikuwa nayafanya. Kwa sababu ninapotafakari ndipo mahali ambapo pananipa mimi kutambua kwamba haya nilikuwa nayafanya ni makosa. Sasa kama ni makosa nifanyie. Sasa kwa sababu sisi tumezoea kukimbia na kutubu tu na kuendelea mbele na maisha, kukosa kutafakari kumetufanya tubakie kwenye eneo la uovu, kwenye uwanja wa uovu, kuendelea kuishi na uovu. Tunaposema kubakia kwenye uwanja wa uovu na kuishi kwenye uovu, eneo la uovu na baki hapo, haina maana saa hiyo utajiona unatenda dhambi. Ukiwa kwenye eneo hilo unaweza ukakaa salama hata kwa mwaka mzima.
na wewe ukajiona kwamba uko salama, lakini kwa sababu hukuungama, ile dhambi haikutoka, ile dhambi yani unaitamka. Kama hukuitamka, nani amemsumbua huko ndani hata aondoke?